China na Urusi zimetaka diplomasia itumike baada ya shinikizo la vitisho na kumaliza vikwazo vyote vya kimonada ya kisheria kufuatia mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran Ijumaa mjini Beijing. Vyombo vya habari vya China vimeripoti mkutano mkuu uliohudhuriwa na manaibu mawaziri wa mambo ya nje na wa nchi tatu hizo zinakuja wakati ambapo Beijing inahitaji kuzitengeneza nafasi ya kuwa na upatanishi mkuu katika suala muhimu la usalama wa kimataifa, hasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusema kwamba kuna njia mbili za kushughulikia Iran: makubaliano au kimatendo kijeshi. Vyama husika vimepaswa kujitolea kuondoa sababu za msingi tahari za sasa, kuachana shinikizo la vikwazo, vithibitisho kutumia nguvu, alisema makamu waziri wa mambo ya nje ya China Ma Zhou Ijumaa, kulingana na vyombo vya habari vya serikali vya China. Nchi zinazokutana na shinikizo la kutafuta suluhu za kidiplomasia kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran au kusababisha kurejesha vikwazo vya moja kwa moja mataifa. Huku akifika muda muhimu wa mkataba wa nyuklia wa Iran mwaka 2015, maafisa wa China wamekuwa wakikosoa vikwazo vya Marekani dhidi ya Iran na kumshutumu Rais Trump kwa kampeni ya shinikizo la juu iliyozidi nchi hiyo ya Mashariki ya Kati kutoka kwa maendeleo ya silaha za nyuklia, kampeni ambayo ilianzishwa baada ya utawala wa Trump kuondoka Marekani kwenye mkataba wa 2015 baada ya mkutano kati ya naibu waziri wa mambo ya nje na Urusi Sergei. Mkutano huo na manaibu waziri mambo ya nje wa Iran Kazem Ghalibafad mjini Beijing Ijumaa, mataifa haya matatu yalitoa wito kwa vyama husika kuepuka vitendo vitakavyoongeza hali ya mvutano na kwa pamoja kuunda mazingira na hali nzuri juhudi za diplomasia, kulingana na taarifa pamoja na itolewa na vyombo vya habari kutoka huko China.